Katika ibada ya Jumapili ya tarehe 5 mwezi wa 7 mwaka 2026, ibada yenye mlengo wa kinabii unaosema unabii mzito kuhusu nchi na sadaka iletayo amani. Kwa mafuta ya Bwana, MWB James Onea alitoa hukumu kinyume na wale wote ambao hawalitakii mema taifa letu la Tanzania. Na haya ndio yalikuwa maneno yake. Baba, katika jina la Yesu mwana wa Mungu, mwana wa Daudi, ninatamka ya kwamba na ya kuwa taifa hili litatulia. Kuta za taifa hili zitatulia. Nyumba ndani ya taifa hili zitastawi. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Baba, ninatamka kwa mamlaka na kwa nguvu ya jina la Yesu, tarehe 7 mwezi wa 7 kutakuwa na shwari kuu katika taifa hili. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Baba, ninatamka kwa kinywa hiki ambacho kimekuwa registered in heaven and the heavenly places, that in the mighty name of Jesus, mwezi wa 7, Bwana, hakutokuwa na uovu wala umwagaji damu ndani ya taifa hili. Lakini ninatabiri kinyume chake ya kwamba ninafungua malango ya mwezi huu kwa ajili ya maliziano ya kitaifa. In the name of Jesus. Ninatamka maachilio ya wafungwa wa kisiasa. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Baba, ninatamka yeyote ambaye alitakii mema taifa hili, ndani yake kuna ufarao, ndani yake kuna uovu. Baba, ninatamka, let those angels of reconciliation knock down that individual in the name of Jesus. Kila Petalaya mwana wa Benaya na wale watu 25 waliokaa katika malango ya mji ili kuzuia ustawi wa ardhi, ili kuzuia ustawi wa taifa hili, ninatabiri mauti kinyume nao in the name of Jesus. Baba, I declare and I declare, every Petalaya the son of Benaiah die in this nation in the name of Jesus. Na ninatabiri ya kwamba taifa hili halitozama. Ninatamka Tanzania haitozama. Ninatamka Tanzania haitozama. Ninatamka Tanzania haitozama kwa sababu ya maslahi ya mtu binafsi. Baba, ninatamka misingi ya Tanzania haitozama. Ninatamka shwari kuu pande zote. Ninatamka shwari kuu pande zote. Ninatamka shwari kuu pande zote. Katika jina la Yesu, mwana wa Mungu, mwana wa Daudi.